Hey guys, kwa mara nyingine tena tunakuja tena ndani ya Hans TZ kuja kujadiliana kuhusiana na masuala ya kiulimwengu ambayo kwa sasa hivi yanaonekana yamebadilika kabisa. Kwa mara ya kwanza tulikuwa tunasoma bara la Asia kwamba kulikuwa na mabadiliko machache ambayo yameweza kujitokeza, ambapo ni mabadiliko ya nchi tofauti tofauti. Ya mfano kama Nepal, tumeweza kuona bara la Asia kule wao wakiandamana na hatimaye mwisho wa siku wakaweza kupata kile ambacho walichokuwa wakikihitaji. Tukaangalia tena kwa upande wa pili, tumekuta kwa wenzetu hapo Philippines na wao wakifanya vitu kama hivyo hivyo. Lakini pia isituchoshe sana, nisiwachosheni sana, ni kwamba tumeangalia hapa bara la Afrika imeonekana kwamba imeteki place hii hali ya maandamano, ambapo wananchi wamekuwa wakijali sana maandamano kuliko hata ile hali ya kulilia votes kwamba ilete mabadiliko ya kimaendeleo kwa upande wao. Mfano tumeweza kuona nchi ya Madagascar wamefanya demonstration na mwisho wa siku wameprotest, mwisho wa siku wameweza kuchukua ile nafasi yao, ambapo kwa sasa hivi nchi hiyo inatawaliwa kijeshi. Haya, tukija kwa upande mwingine tunaona pia kuna hapo nchi ya wenzetu ambao ni wa Morocco, na wao waliweza kufanya maandamano, hatimaye wakasikilizwa kile ambacho walichokuwa kililia, wakaingia kwenye mikataba na hatimaye wakaishi hivyo. Na kwa sasa hivi tunaizungumzia nchi ya Ivory Coast, ambayo kwa sasa hivi breaking news kwamba inatuambia kwamba jamaa wanaendelea na masuala ya maandamano, ambapo siku ya kupiga kura wananchi walitakiwa wapige kura, na hatimaye walichokifanya ni kwamba wameenda kuvamia vituo wananchi na kuweza kuchukua maboksi ya kura na kuweza kuyachana, na hatimaye kwa sasa hivi wako ndani ya maandamano wakipinga serikali ya nchi yao. Kwa hiyo hapa tunaweza kusoma kwamba hali imebadilika na vizazi vimeendelea kubadilika kwa sasa hivi, na wameshakuwa tena hawaziamini serikali zao katika bara letu la Afrika, tukiangalia kabisa kwamba wanaona fika kwamba viongozi ambao wanaoteuliwa hawawapi vile ambavyo wao wanavyovihitaji. Unaweza kukuta kwamba bara la Afrika linaaminika kwamba lina utajiri mkubwa, au nchi nyingi za Kiafrika zinaaminika zina utajiri mkubwa, lakini utajiri ule unakuwa hautumiki vizuri kwa sababu ya hali za kifisadi ambazo zinazoendelea katika baadhi ya nchi za Kiafrika, na hali ya kudharauliwa baadhi ya wananchi, na kuonekana kwamba wale wanaopewa nafasi za kuhudumu katika zile nafasi wanakuwa hawazihudumii vizuri. Kwa hiyo sasa matokeo yake ni kwamba wananchi wanaona kwamba hata hiyo hali ya kupiga kura haiwezeshi tena kuwaletea wao mabadiliko. Kwa hiyo wanaamua kufanya vitu kama hivi, mabadiliko ya kutumia nguvu na kutumia force ili kuweza kupata zile haki zao ambazo wanazozihitaji, au kuleta mabadiliko ambayo wao wanaamini wazi kwamba yatawafikisha pale ambapo wanapopahitaji. Lakini na saa yangu inakuja kutokana na hiki ambacho kinachozungumzwa katika nchi yetu, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29, ambapo ni kesho kutwa tu, tukiwa tumebakiza siku 3. Hali ya kuwa huku wananchi na wao wakiwa wananasihiwa, lakini tukumbuke pia kwamba hata Ivory Coast, kama tutakuwa ni wafuatiliaji wazuri, walikuwa wakinasihiwa kama wanavyonasihiwa wananchi wa hapa Tanzania. Wametumia njia nyingi za kuwanasihi, pia wakatumia pia njia za kidini kuweza kuwanasiwa wananchi wasiingie mtaani na kufanya hivi vitu. Na pia serikali ilijitokeza kwa kutoa vitisho vikali na hata kutumia silaha kali kuonesha wananchi ili kuwatisha kwamba wasifanye haya mambo. Lakini mwisho wa picha nini kinajitokeza? Yanajitokeza haya ambayo sasa hivi tunayaelezea kwamba tayari yameshachukua hatamu na yanaendelea nchini Ivory Coast mpaka sasa hivi tunapozungumza. Kwa hiyo sasa hapa ni nini maana yangu? Kimsingi ni kwamba tulitakiwa pale tangu wakati tunazungumza kwamba wananchi tusikilizane na serikali yetu, serikali wasikilize wananchi kero zao kabla hatujafikia hatua kama hizi ambazo wamefikia wenzetu nchini Ivory Coast, na pia kuweza kufanya kwa sasa hivi kuwasikiliza wananchi hata kwa dakika kadhaa ambazo zimebakia, ili kuweza kuondoa haya matatizo, kwa sababu tunaweza tukasema Watanzania tumewazoea hawezi kufanya vitu kama
kama hivyo. Watanzania ni watu wa amani, Watanzania, lakini wanasemaga Waswahili kwamba mzaha mwisho hutoa usaha. Mwisho wa siku kwamba tunaona kama masiala haya yanayozungumzwa, lakini mwisho wa siku tunaenda kupata vitu ambavyo vinaweza tukavifananisha na hivi vya Ivory Coast. Kwa hiyo tusikilizane wananchi na serikali wasikilize wananchi wake kwa kiasi kikubwa sana kabla hatujaenda kuharibikiwa.